waheshimiwa mapadre, kwa itifaki zenu, watawa, waumini wote, familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Basi nitumie nafasi hii tena kuwapongeza mapadre wetu kwa utume na majitoleo wanayoendelea nayo katika maeneo yetu yote. Naomba tuwapongeze. Naendelea kuwashukuru na kuwatia moyo, tuendelee kushikamana, tumtangaze Kristo na tumpeleke Kristo kwa watu, nasi wenyewe tukimshuhudia tukiwa tunasimama kwa niaba ya Kristo na sisi kama Kristo wengine. Basi baada ya kusema hayo, kama tunavyojua katika kanisa kuna taratibu mbalimbali na hasa za kusimamia vitengo mbalimbali, na kitengo kimoja ambacho kimekuwa kipana sana kwa nyakati zetu hizi na inafaa kuunda kingine ambacho kinaruhusiwa na mama kanisa ili kiweze kushughulikia mambo hayo, na hiki kikihusisha zaidi mali za kanisa. Na hivi nipende kusoma degree ya kuunda ofisi ya kudumu ya mwangalizi wa hazina na mali za kanisa. Mhasibu wa jimbo au treasurer general, nafasi yake iko pale pale, lakini ziko mali nyingine nyingi ambazo ziko ndani ya kanisa, ndani ya jimbo letu, na hivi imeonekana ni busara kuwa na ofisi hiyo ili pia kumpunguzia majukumu mengi aliyo nayo mhasibu wetu. Na hii ni degree ya kuunda ofisi hiyo ya kudumu ya mwangalizi wa hazina na mali za kanisa. Tukiwa katika utekelezaji wa mapendekezo na maamuzi ya sinodi yetu ya kwanza ya jimbo katika nyanja mbalimbali za utume, utawala na usimamizi wa mali za muda za kanisa jimboni Kigoma, kwa ajili ya kukidhi malengo ya kanisa ya mali hizi kuendana na sheria kanuni ya 1254 na kwa utumiaji mzuri zaidi wa fursa na rasilimali watu tulio nayo jimboni Kigoma, mimi Askofu Joseph Roman Mlola, askofu wa jimbo Katoliki la Kigoma, nikisimamia utekelezaji wa hayo yote kwa maslahi ya kanisa na kwa kuzingatia mamlaka aliyopewa askofu jimbo na sheria ulimwengu ya kanisa, mamlaka inayomruhusu askofu jimbo kuunda ofisi na kumteua mtumishi wa ofisi hiyo kulingana na sheria kanuni namba 469. Kwa degree hii ninaunda ofisi ya kudumu ya mwangalizi wa hazina na mali ya kanisa, ambaye atakuwa na nguvu ya kiordinari na kivikari katika kumsaidia askofu kutekeleza majukumu yake na kwa kuzingatia uhusiano wa kiutendaji na ofisi nyingine za kuria ya jimbo. Mungu mwema atuoneshe na kutujalia kuwa mwanga na chumvi ya dunia, kupitia utume wetu wa kutakatifuza malimwengu na mali zake za muda. Imetolewa Askofuni Kigoma leo siku ya 31 ya mwezi wa Machi mwaka wa Bwana 2026. Na tunapounda ofisi hiyo haiwezi kubaki ikielea, lazima iwe na mtendaji wake.
Ingawaje mtendaji huyu bado hajarudi jimboni, lakini anarudi siku za karibuni, na kwa mitandao iliyoko siku hizi atafanya kazi pia kwa karibu kwa namna hiyo. Na hivyo leo tarehe 31 mwezi wa 3 2026 ninamteua Padre Peter John Wangwe ambaye mpaka sasa yuko masomoni Roma na anakaribia kumaliza masomo haya kuwa mwangalizi wa hazina na mali za kanisa jimboni Roma. Na hapo nipende kuongezea na nikiwaomba mapadre pamoja na viongozi wa halmashauri walei, parokia na viongozi wanaoongoza taasisi zetu za kanisa, chonde kila mmoja awe sehemu za ofisi hii, na hasa akisaidia kuainisha mali za kanisa zilizoko katika maeneo yetu. Tunazo ardhi nyingi huko, tuna majengo na viwanja mbalimbali ambavyo vingine vinasahaulika, na hata maeneo ya kanisa na mipaka yake wengine hayafahamiki vizuri. Na hivi niombe, kutakuwa na fomu maalum, na nitaomba makatibu iko tayari wote, na paroko na mapadre mtoka kwenye taasisi, mchukue fomu hizo na mtusaidie kuzijaza kwa kadiri ilivyoelekezwa kwenye fomu hizo, na baadaye nirudi kwenye ofisi yetu. Mali hizi ni zetu sote, sio za kwangu, sio za kwako, ni zetu, na hivi kila mmoja azilinde, ahakikishe ziko salama na tunapata vibali halisi kwa ajili ya ustawi wa kanisa na kulinda mali zetu za kanisa. Na hivi kila muumini ana wajibu wa kuhakikisha hicho ambacho ni chetu sote tunakilinda, na pale ambapo hatujui basi tutoe taarifa kwa maparoko na viongozi parokia, na taarifa hizo zijazwe vizuri na tuweze kupata hata karatasi hizo na maeneo hayo, ile taratibu zingine za kisheria ziweze kufanyika. Tuna makesi mengi ambayo hayana sababu, lazima tumalize hili, na hivi kuondokana na makesi haya kuhakikisha kama ni mali za kanisa na hasa ardhi zinafahamika vizuri, zina hati inayopaswa, na tuondokane na haya ambayo yanakwenda mahakamani, kwenda subiri watu kila siku, na wengine wanajitokeza huko wanajua kwamba hapa nikienda labda kanisa litafika watakulipa. Hapana, hatuwezi kwenda tu kwa kudanganyika na kudanganywa na wengine kujitafutia kujinufaisha kupitia mali za kanisa. Kumbe niombe sana sote tuhusike, tushiriki na tuwasaidie maparoko wetu waweze kujaza vizuri, waweze kufahamu maeneo hayo yalipo, na ninyi viongozi wa parokia na vigango mnapaswa kuelewa vizuri maeneo haya, kwa sababu ninyi ndio mnaishi huko. Paroko leo yupo, kesho kuna mwingine anakuja, pengine hata hajui. Kwa hivyo ninyi mkivifahamu, mtakuwa rahisi pia kuwasaidia mapadre kuweza kuvifahamu vifaa hivyo na vitu hivyo na mali hizo zetu za kanisa. Asanteni, na Mwenyezi Mungu atujalie kutenda vyema.